Naam, bwana kama kawaida tunakuja tena mzee mzima na dude hili hapa leo. Tunaufungua ulimwengu wa science na tech linalokujia. Tunakuletea ili dude hili hapa bwana jipya kabisa, yani ili dude mwanangu linakuja la James, ambaye huyo James alikuwa na rafiki yake mmoja, ambaye huyo rafiki yake walikuwa anakaa naye magetoni, yani geto moja yani, lakini ni mchizi wake ambao wameshibana sana, yani wameivana kinyama yani, umeona yani msela huyu James huyu na huyu msela wake huyu walikuwa wameshibana sana, yani marafiki wa kufa na kuzikana yani. So huyu James alikuwa na hela, afu mzee pesa imekubali, iko fresh na mjengo ni wa kwake nini, lakini huyu msela mwingine huyu msela alikuwa ni anakaa tu hapo kama mshikaji yani kama vile wewe upo kigeto mshikaji, afu mshikaji wako amekuja, yani wewe unakaa kwenye mjengo wako, afu mshikaji wako anakuja, afu unampokelea, yani ukishampokea afu unakuwa unaishi naye. So msela alikuwa anaitwa Elia, umeona sasa Elia yeye msela alikuwa anakaa kwa mshikaji ambaye ni James. James alikuwa ana mpenzi wake mmoja ambaye alikuwa yuko nje, yani anasoma yani kimasomo, lakini huyo mpenzi wake alikuwa ni mashauzi sana, mpenzi msikilizaji. Lakini unajua nini kiliendelea juu ya hili dude hili hapa la James pamoja na Elia? Basi nitakuelezea. Kabla sija kuelezea historia hii hapa, ungefanya jambo la kiungwana mpenzi msikilizaji la kusubscribe channel yetu, ili uwe wa kwanza kabisa kupata vitu vyetu pindi bado vipya kabisa. Kama nilivyokuambia, kwa maoni, kwa ushauri, ukitaka kutupata unaweza kutumia namba hizi hapa, so 0788 79 37 31. Unatupata kwa namba hizi hapa. Kama unaweza ukatuma comment hapo, au ukapata ushauri na nini, ukatoa ushauri kutokana na kazi zetu, au umeionaje kazi hii nini, ukaamua kutoa kwenye comment, tutaiona afu zeni tutakujibu, yani majibu yako hapo papo kwa papo katika kupitia tangazo letu hili tunatumia channel yetu hii hapa ya Aliwatanga. Bwana naendelea sasa na channel yangu kwa mara nyingine tena leo na kuletea hili hapa dude. So mchikaji alikuwa anaishi, James alikuwa anaishi na Elia nyumba moja yani. Sawa, wakati wanaishi maisha yao kule ilikuwa fresh, wanapendana. Sasa mchizi Elia alikuwa ana wadogo zake wanasoma yani, alafu yeye ndo mtoto wa kiume kwao, alafu amesoma yuko fresh nini, lakini alikuwa anajihusisha sana na masuala ya kimtandao haya nini, ya kutengeneza vitu vyake nini, lakini alikuwa anapambana sana, anatafuta riziki. Unajua tena katika maisha, kwa hiyo alikuwa anatafuta zake pesa kupitia hizi app, anatengeneza app afu anauza, anaweza katengeneza application nini afu akaiuza yani. So alikuwa anahangaika sana, anapambana yani. Sasa mchizi alikuwa na kazi zake pale, lakini mara kidogo nini shemeji yetu akatinga yani, umeona shemeji yetu baada ya kutinga alikuwa anaitwa Jennifer. Shemeji alivyotinga sasa, Jennifer alivyofika pale akamkuta mchizi ambaye ni mpenzi wake, sasa yuko pale yani yuko na rafiki yake. Kwa hiyo so kumbe mchizi huyo James alimdanganya Jennifer, akamwambia kwamba hii nyumba tumechangia na mshikaji wangu ambaye ni Elia yani, umeona Sasa James alichukua mekibugi ndio hicho hapo yani, hakumwambia ukweli kwamba hii nyumba ni ya kwangu, alimwambia tu tumechangia hii share yani, tuna share hii nyumba na msela wangu Elia. Sasa so alipokuja yule mpenzi wake sasa ambaye ni Jennifer, baada ya kufika pale akawa ameingia zake ndani nini, wanapiga mastori na nini, amewasalimia wote, akawapa hai nini. Sasa ameingia ndani, akati sasa anajisikilizia kule ndani, akawa ametulia zake. Kumbe mchizi akapigiwa simu yani, Elia akapigiwa simu na mpenzi wake kutoka kijijini yani, so alimwacha muda mrefu. Mpenzi akapiga simu akamwambia, bana Elia, mimi nataka nije zangu huko mjini. So baada ya mpenzi wake kupiga simu anataka kuja, sasa mzee Elia akawa na waza sana, sema je, sasa utakujaje wakati mimi nakaa kwa mtu, afu mimi mwenyewe sina ghetto, kukumbuka mimi naishi nyumba ya mtu yani, sasa itakuwaje? Akamwambia hapana, mimi nimepata hii kazi na hii kazi siwezi kuiacha mpenzi wangu, unajua tunatafuta maisha, tunapambana, kwa lazima nije huko, nije nikae na wewe huko angalau tuishi. Akasema so sasa subiri nimueleze rafiki yangu, nimshirikishe katika hili, maana mimi nakaa kwenye mjengo wa mtu, siwezi kukubalia tu ukaje afu wote tukaje tukakaa kwenye mjengo wa mtu, inakuwa haipendezi, unajua mimi sina nyumba nani. Sasa wakati anaongea yale pale, akawa kumbe yule mpenzi wake yule sasa ambaye ni Jennifer, mpenzi wake wa rafiki yake ambaye ni James, akawa amesikiliza yale maongezi, akasema kumbe huyu msela kumbe hapa ni anakaa nyumba ambaye sio yake, kumbe ni nyumba ya rafiki yake yani, yule rafiki yake kumbe amenidanganya. So akawa ana hasira. Basi mpenzi wake James akanamuuliza, anamwambia vipi, mbona Jennifer una hasira leo hivyo? Akamwambia achana na mimi, umenidanganya, kumbe wewe sio mkweli, mwanaume gani unakuwa muongo, kwani umeniambia hii nyumba mmeshare na mpenzi wako na rafiki yako Elia, kumbe hii nyumba ni ya kwako peke yako, nimesikia kwa masikio yangu nani Elia akiwa anasema kabisa kwamba hii nyumba sio ya kwake na mpenzi wake anataka kuja, lakini sasa wewe unanidanganya mimi ili iweje yani?
So James akaanza kumwambia, lakini mimi nilikuwa najua tu nitakuja kukuambia siku moja, wala hata usio na wasiwasi, wala usimind sana. Hivyo bora ni vitu vidogo tu mpenzi wangu jamani Akamshika tushavu pale, akambembeleza, alivyomshika tushavu akalegelegea, akampiga busu pale, akachekelea basi pale, akasema haina shida, basi mimi nimekusamea kwa sababu ulinidanganya, lakini nimekusamea. Akamwambia, mimi siwezi kukudanganya wewe mpenzi wangu, nilijua tu iko siku nitakuja nitakwambia kwamba hii nyumba ni ya kwetu, yani hapa ni familia. Sasa so Jennifer baada ya kujua ile nyumba sio ya kina Elia, akaanza sasa mateso. Siku hiyo wakati James Elia amekaa zake pale, James ametoka, basi Jennifer akaja akamwambia, naona umekaa tu kwenye makochi unaenjoy tu, unafurahia kama kwako vile. Alafu so angalia makochi jinsi yalivyo na uchafu, yani ni vumbi lote ile kwa sababu ya kuweka kompyuta zako hapa. Kama vipi tu, kama hauna kazi ungekuwa unafanya hata usafi hapa unajishughulisha. Basi so mchizi akawa anamwangalia Elia, anamwangalia sana yule Jennifer anavyomnyalai, yani anavyomsema kwenye ile nyumba ya rafiki yake. Akamwambia, ungekaa unafanya usafi, sio unakaa tu hapo. Basi baada ya kuona rafiki yake anakuja akawa amemwacha. So basi jamaa akamuita rafiki yake pembeni, akamwambia, bana rafiki yangu bana, mimi na shida. Unaona James sasa, Elia anamwambia James, bana mimi na shida, shemeji yako anataka kuja huku mjini, kuna kazi amepata, lakini sasa naogopa, siwezi kumkabidisha mtu kwenye nyumba ambaye sio yangu. So kama unaweza kanikubalia mimi niko fresh, yani naomba unikubalie tu nije nikae naye hapa kwa muda nini, afu tutajipanga, tutahamia kwenye chumba chetu, tutatafuta chumba. Hasa mshizi hadi yuko nomo sana na moyo fresh, yani akamwambia, mwanangu, mbona hilo unateseka, unawaza nini? Hilo lilikuwa sio swala la kuniambia wewe, mwambie tu shemeji aje. Sasa hilo nayo ninakuwaza hilo? Akamwambia, hapana, lazima nikwambie kwa sababu wewe ndio mwenye nyumba, yani sio siwezi kufanya tu jambo bila kukushirikisha yani. Akamwambia hamna noma, lakini bidada yule sasa ambaye ni Jennifer akawa amekasirika, yani amechukia kile kitendo, hajapenda yani. So akamwambia, bana mimi kama rafiki yako anakuja na demu wake hapa, yani mimi kweli sipendi. Akamwambia, subiri nikwambie, hawa ni marafiki na so nimeshaishi nao kwa muda mrefu, siwezi nikamfukuza tu hivi. Afu msela sio kwamba ana pesa nini, ila tu ni kwamba anasomesha wadogo zake na ana mambo mengi yamembana. Kwa hiyo mimi nampa kampani kama msela wangu, na mimi siwezi jua hatima ya maisha yangu. So baada ya hapo nini, mpenzi wake akaja. Alivyokuja akawa amempokea sana, yani mpenzi wake alipokuja alikuwa anaitwa Getruda yule. Baada ya kuja pale, alipofika akapokelewa na mchizi Elia. Baada ya kumpokea akamwambia, bana karibu nini, akamtambulisha, huyu ndio shemeji yake ambaye ni rafiki yangu ambaye ni James, na huyu ni mpenzi wake Jennifer. Jennifer akawa ameangalia pale, afa akawanyalai, akakunja mdomo, ile kidadadada, sio unajua tena ile yani kiwivu yani. So akawa ameondoka. Baada ya kuondoka, baadaye wakati wamekaa pale nini, sasa jamaa kama amechemsha maji yake jikoni yani. Baada ya kuchemsha maji yake jikoni, Jennifer akaenda akakuta yale maji yamewekwa na Elia kule jikoni. Akasema, yani watu wasiojua tu hata gesi inalipwaje, yani wenyewe wanachemsha tu maji, hajui hata gesi inanunuliwaje, hajui hata gesi inalipwaje. Akachukua yale maji sio akayamwaga. Baada ya kuyamwaga, mchizi anakuja pale ndani anakuta maji yake yamemwaga. Akasema, nani kamwaga maji yangu? Yani Jennifer akasema, mimi ndo nilimwaga shemeji. Hivyo ulikuwa na kazi nayo? Mimi niliona tu hapa gesi inaisha, afu maji yanachemka, afu hayana mwenyewe, nikaamua kuyamwaga. Yani so ile tu bifu tu yani kumwonea tu yani ile basi tu kumnyanyasa, ni kumsema sema kwa sababu sio kwake pale, akawa anawanyanyasa. Sasa siku hiyo ikawa birthday ya Jennifer. Basi mchizi akawa amemletea zawadi pale na nini. Baada ya kumletea zawadi akamwambia, basi naomba tutoke. Baada ya kutoka, wote wakatoka wakiwa wanne. Walipofika kule, wakati wanakula misosi nini, so huyu jamaa akawa ametoka kidogo, huyu ambaye ni James. Baada ya kutoka, mara bili kaa imeletwa pale. Bili ilivyoletwa, yule dada sasa ambaye ni Jennifer akamwambia, yani mimi nilikuwa natamani kama ungelipia hii bili wewe, kwa sababu kila mtu ajilipie chakula chake mwenyewe, si tutalipa na mume wangu na wewe utalipa na mke wako. Jamaa akamwambia, mimi sijatembea na pesa, sina hata hela hapa. Akamwambia, unatembeaje una hata hela? Yani una hata 100 unakuja unatoka na watu afu una hata 100. Yani hivi hata aibu uoni? Yani unashinda hata kujilipia chakula chako mwenyewe. Jamani, watu wengine sijui wakoje, umezoea kulelewa. Basi akawa anamsema, so jamaa akawa anapata moto sana na umia, lakini ndio atafanyaje sasa, ndio yupo kwa msela wake. Basi yule bidada akawa ameumia, yani yule Getruda akaona hii ni manyanyaso ya kupitiliza. So akawa ametoa kadi yake akamwambia lipia hiyo hela. Sasa kati analipa pale, mchizi akawa amefika pale James. Baada ya kufika akakuta ile bidada analipia hela. Akamwambia, mbona mnalipia chakula kati mimi ndo nilipaswa nilipie? Mimi ndo nimewatoa out nyinyi pamoja na mpenzi wako, kwa hiyo mimi ndo nitakiwa nilipie. Yule bidada basi Jennifer akaingilia kati, acha walipie tu, mimi ndo nimeamua tu walipie wenyewe kwa sababu wameamua tu walipe wenyewe. Nikaona haina mbaya, acha kusaidia tu kulipa kwa sababu sio bora tumekula wote. Basi amechanganya pale, lakini mchizi akawa amedoubt kitu pale, akahisi kama kuna unyanyasaji fulani hivi, lakini akawa bado hana uhakika. So baada ya kurudi nyumbani siku hiyo, mchizi
James akawa na shida. Baada ya kuwa na shida, akamuita mpenzi wake, akamwambia Jennifer, na shida, naomba niazime hapo shilingi 25,000 nirushie kwenye simu yangu, na shida nayo. Ikabidi pale, yani hasa yule bidada yule amene Jennifer akasema, mimi sina hata 100. Yani huwezi amini, sina hata shilingi 100 hapa. Sina hata hela. Wewe kama vipi ungefanya mipango yako tu kwa mingine, yani mimi sina hata 100. So akawa ameona huyu dada kumbe hawezi hata kunisaidia, yani hata kama ana hela, yani hana msaada na mimi. So akawa ametoka pale. Baada ya kutoka kati anaenda sebuleni nini, akakutana na shemeji yake Getruda ambaye ni mume wake, mpenzi wake na Elia. Baada ya kukutana naye pale, akamwambia, bana Getruda, samahani shemeji yangu bana, kama vipi tutaendelea sehemu ya pili hapa, naona mzigo wetu unafikia mwisho hapa katika season ya kwanza.